Kwenye hiyo sehemu ambayo imepita, nimefundisha watu ambao wanatokea kwenye kabila ya Reuben, watu ambao wako na limitation kwenye maisha yao, watu ambao kuna laana ziko ndani yao, watu ambao wanaonekana kuwa watu wakubwa, lakini ule ukubwa haudhihiriki katika mwili, watu ambao walizaliwa kutoka mbinguni wakiwa watu wakubwa, lakini kwa sababu walilaaniwa na wazazi wao wamebakia kuwa watu wa kawaida. Nadhani kama utakuwa ni wewe ambaye nimeongelesha siku ya leo, unafaa uwaendee wazazi wako, unafaa uende utafuta vile ambavyo hizo laana zitafunjika, na kama wazazi wako labda walikufa, umwendee mtumishi wa Mungu aliye katika zamu, aliye na nguvu za Mungu. Ndio maana utaona kwamba Reuben, kuna vile ambavyo Musa, kwa sababu ndiye alikuwa amepewa cheo kwa wakati fulani, alikuja akambariki kwa namna fulani, ingawaje sio sana, lakini akambariki Reuben kwa namna fulani. Akamwambia Reuben na aishi asife, lakini watoto wake ama watu wake wawe wachache. Kwa hivyo unaweza ukaenda kwa mtumishi wa Mungu, kama labda wazazi wako walikulaani wakafa, na yule mtumishi wa Mungu aliye na nguvu za Mungu atavunja ile laana na ataizuia katika damu yako, haitapita kwa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikimalizia, nilikuwa nimesoma mstari wa Mhubiri, kile kitabu cha Mhubiri mlango wa 10 mstari wa 7. Nikasema hivi, mimi nimeona mtumwa amepanda farashi na wakuu wakienda kwa miguu. Mtu akiwa kama Reuben, kwa sababu ya laana ambayo inatembea kwenye damu yake, anaweza kuwa amezaliwa akiwa mkuu, lakini akajipata anatembea kwa miguu, maisha yake yakawa yamebadilishwa. Katika maisha ya Solomoni, amewahi kuwa akiwa amejawa na roho na nguvu za Roho Mtakatifu, akiwa na ile roho ya hekima ambayo Mungu alimjaza nayo. Amewahi kuangalia katika taifa la Israeli, akamwona Reuben akiwa anatembea na miguu. Wakati ule watu wakimwangalia kwenye njia wanamuita mkuu. Anaonekana ni mtu mkuu, lakini anatembea kwa miguu kwa sababu kuna laana ambayo inatembea kwenye damu yake. Solomoni akasema, nimeona mtu ambaye ni mkuu lakini anatembea kwa miguu, lakini aliyefaa kuwa anatembea kwa miguu, ambaye ni mtumwa, amepanda farasi. Leo hii tunapoongea, kuna watu ambao wamebadilishiwa maisha yao. Walifaa kuwa wakuu, walitoka mbinguni wakiwa watu wakubwa, lakini laana imewapiga, imewazuia, wakakuwa watu wa kawaida. Kama wewe ndio naongelesha siku ya leo, maana topic nimesema ya kwamba ni kulifahamu kabila lako la kiroho. Sasa hapo unafaa ujiangalie. Nikisoma hao makabila yote, maana nimeanza na kabila ya kwanza, nikasema kabila ya Reuben, ama nikafundisha kabila ya Reuben. Unafaa ujiangalie uone kama wewe ndio Reuben, na kama wewe sio Reuben, ni bila shaka kuna mahali nitakuja kusoma nikiendelea tu. Kwa hivyo naomba ufuatilie somo hili kwa umakinifu mkubwa sana, ili ujiangalie katika uhalisia wako, na kama umefungwa kwenye kabila yako, uanze kujikomboa, uanze kujifungua, na maisha mengine yataenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nataka tuende kwenye watoto wengine wa Yakobo, ambao Yakobo aliwaita ili awaambie mambo yatakayowatokea. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo 49 mstari wa 5, nasema hivi, Simeoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu isiingie katika siri yao, fahari yangu usiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawakusanya katika Israeli. Hawa ni watoto wengine ambao walikuwa wanafanana kitabia, ambao ni Simeoni na Lawi. Yakobo ujue alikuwa na watoto wengi, lakini hapa amekuja kuunganisha watoto wawili, akiwaambia mambo yale ambao watawapata siku za mwisho. Akaunganisha hao watoto wakiwa wawili. Kwa nini ameunganisha? Kwa sababu tabia zao zilikuwa zinafanana, na yale maisha ambao walikuwa wanakuja kuyaishi baadaye yalikuwa ni maisha yanafanana, kwa sababu tabia zao zilikuwa zinafanana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nini Yakobo kuhusiana na watoto? Anasema hivi, Simeoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nataka nielezee story ambayo inafanya Yakobo aseme hivi. Kuna siku moja ambayo sister mmoja, ama niseme dada mmoja, ambaye alikuwa amezaliwa
hao wana wa Yakobo. Alikuwa anatembea kwenye barabara. Sasa kijana mmoja akamchukua akamrepu. Baada ya kuwa amemlepu, maandiko yanasema ya kwamba wazazi wa yule kijana wakamwambia lazima utamuoe huyu msichana kwa sababu tayari umemnajisi, umemrepu. Sasa wakakuja wakajipresent kwa familia ya Yakobo, wakasema ya kwamba mtoto wetu alifanya hiki, lakini sasa tumekubali ya kwamba mtoto wetu ataoa kwa familia hii. Ujue kwamba hii ni taifa ambayo ilikuwa haijatairiwa. Mataifa yalikuwa hayatairiwi kama kama wana wa Israeli. Kwa hivyo maandiko yanasema hivi, Yakobo akakubali kwa sababu tayari mtoto wake ameshareipiwa na haiwezi kabadilika hivyo hivyo. Yakobo akakubali. Baada ya kuwa Yakobo amekubali, akawaambia ndio sasa mtu yeyote aowe kwetu ama kwa Israeli lazima akuwe na yeye ametairiwa. Kwa hivyo wakapeana masharti akina Yakobo na watoto wa Yakobo, maana wakati ule ilikuwa ni watu wakubwa. Wakapeana masharti, wakasema ya kwamba ndio muoe kwetu sasa lazima vijana wote ambao ni wa familia ya kwenu watairiwe. Sasa katika ule wakati wa kutairiwa, Simeoni na Lawi walichukua panga, badala ya kuwatairi wakakatakata hizo vitu zao. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yakobo akakaa na yule uchungu na ile hasira, maana mtoto wake amereipiwa na tayari yule kijana alifaa kumuoa amekatwa na ameuawa. Kwa hiyo namna akakaa na kile kitu kikimuumiza sana. Sasa wakati ambao anaita watoto wake ili awabariki, ili awaambie mambo yale ambayo atawatokea siku za mwisho, akakuja kwa Simeoni na Lawi akawaambia, Simeoni na Lawi ni ndugu. Anasema mkiwa wawili ni ndugu, ina maana kwamba mko na tabia zinafanana. Panga zao ni silaha za jeuri. Yaani wakitumia panga huwa wanatumianga panga ili kwa njia ya ujeuri, ili kuonyesha ujeuri. Nafsi yangu isiingie katika siri yao. Anasema nafsi yangu. Unajua nafsi imetengenezwa na akili, hisia na nia. Anasema akili zangu sasa zisiingie katika siri ambazo walikuwa wameziweka ndani yao. Sawa Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu. Nimeeleza vile ambavyo waliua watu na kwa ukaidi. Maana Yakobo anasema kwa ghadhabu yao walimuua mtu. Yakobo ujue kwamba anarejelea yule kijana, maana yule kijana alitarajia kwamba msichana wake ataolewa na yule kijana, maana alikuwa tayari amefanya nini? Amefsha mrepu. Sasa kwa ukaidi wao walikata mishipa ya ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali. Yakobo anasema ile hasira walikuwa nayo ndio ninailaani. Kwa hivyo kile ambacho kilifanyika kwa Simeoni na Lawi si eti kwamba wao wenyewe walilaaniwa, lakini hasira yao ndio ililaaniwa. Ndio maana utaona kwamba Musa ametokea kwa Lawi. Musa ambaye alikuwa na hasira ya kufa mtu. Musa akikasirika hivi ilikuwa ni lazima uwe mtu ndio hasira zake zitulie. Hasa kwa sababu hasira yake ilikuwa imelaaniwa. Pamoja na kuwa Musa alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa na cheo kikubwa, alikuwa ni kuhani, alikuwa ni nabii mkubwa, lakini ile hasira kwa sababu ilikuwa inatembea kwenye damu yake, ilikuwa imetoka kwa Lawi, alikuwa hawezi kuicontrol. Ilikuwa ni hasira ambayo imelaaniwa. Na kuna watu wana hiyo kwenye hii dunia ambao wakikasirika inakuanga ni either damu imwagike ama wavunje vitu za nyumba ama wafanye chochote. Ina maana kwamba hasira yako kuna wakati ililaaniwa, na unafaa ukomboe hisia zako. Maana hasira inakuanga kwenye kitengo cha nafsi ambao kinaitwa hisia. Lazima useme kwamba nafungua nafsi yangu kutokana na roho ya hasira kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao maana ilikuwa haina huruma. Nitawatawanya katika Yakobo, nitawatapanya katika Israeli. Akasema sitaishia pale, lakini nitawatangatangisha kila mahali. Watakuwa wametangatanga kila mahali. Hizi ni zile familia ambazo utapata kwamba mtu mmoja anaishi Mombasa, mwingine tena Nairobi, mwingine anaishi Marekani, hawana umoja wa yakaa mahali pamoja. Watakuwa wametangatanga kila mahali. Ni laana, wakati mwingine inakuanga ni laana. Watu wanakuwa hawana umoja kabisa. Inakuanga ni laana ya namna fulani. Kuna watu wa namna hiyo kwenye maisha. Kama wewe ndio Simeoni na Lawi, unaona kwamba unakaa kama kabila ya Simeoni na Lawi, unafaa basi ujifungue na utokane kwenye hicho kifungo kwa jina la Yesu.